Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2025. Kipindi hewani Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Tunaendelea na tafakari yetu ya mada ambayo tumeianza juzi, kanzu ya Yusufu na mahusiano yake ya kiuchumi. Na tayari siku mbili nimeshakupatia kwanza kwa nini kanzu, lakini pili tofauti iliyoko kati ya kanzu na joho. Kwa hiyo tumeona joho kati ya mambo mengi tuliyoyaangalia ni vazi ambalo linawakilisha upendo, lakini ni vazi linalowakilisha usafi au nadhifu kama ambavyo tumeangalia vipindi vya jana na juzi. Na kwa hiyo leo nataka tuende ndani kidogo tuangalie maana yake nini kwa kanzu ya rangi nyingi kama kanzu ya Yusufu. Ilisema ni kanzu yenye rangi nyingi. Na unaweza kujua hili kwa kuona baada ya kuwa Yusufu ametengenezewa hii kanzu, au kaenda kwa Samueli, baada ya kuwa ametengenezewa kanzu maisha yake nini kilitokea. Nini kilitokea? Kwanza nataka ujue ya kwamba kanzu ya Yusufu ilipitia mchakato kadhaa kwenye Biblia. Ilipitia mchakato kadhaa kwenye Biblia. Moja, unaona akivikwa, baba yake alimtengenezea kanzu 37 mstari wa 3. Alitengenezewa kanzu yenye rangi nyingi, akavishwa kwa sababu alimpenda. Kwa hiyo nataka uone ya kwamba kanzu ya Yusufu ilipitia mchakato wa mambo kadhaa mengi. Kwanza sura ya 37 mstari wa 3, unaona alivishwa kazi ndefu, alimfanyia kanzu ndefu akamvika. Kwa hiyo ilikuwa ina umaalum. Ukienda mstari wa 23 sura ya 37, Biblia inasema ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa. Kwa hiyo mstari wa 23 alivuliwa kanzu ile aliyoivaa, ilivuliwa. Kumbuka watu walivaa kanzu waliweza kuivaa na joho. Kwa hiyo inawezekana ndani kwa utaratibu wa kipindi kile alikuwa na joho amevaa suruali na nguo zingine. Hawakumvua nguo zote, walivua kanzu ile ndefu aliyokuwa ametengenezewa. Angalia sura hiyo ya 37 mstari wa 31, Biblia inasema wakaitoa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu. Alafu wakaenda nayo ile kanzu ndefu, mstari wa 32, wakaenda nayo ile kanzu ndefu wakamletea baba yao, wakasema tumeona hii, basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio. Na mstari wa 33 unaona Biblia inasema akaitambua, akasema ndiyo kanzu ya mwanangu. Alafu angalia, anasema mnyama mkali amemla, bila shaka Yusufu amelaluliwa. Kwa hiyo unaona kanzu ya Yusufu ilipitia mchakato fulani. Aliyoshonewa mwanzoni kanzu yake ndefu, hiyo Biblia inasema walimvua, wakachinja mwanambuzi, wakaichovya kwenye damu, akapelekewa baba yake, akaitambua, akasema mnyama mkali amemuua. Kwa nini? Kwa sababu kanzu aliyokuwa amevaa. Kwa nini hawakumvua mavazi mengine? Ni kwa sababu ya umuhimu ambayo ile kanzu ilikuwa nayo. Na utagundua ukiendelea kusoma, baada ya hapo Yusufu alipouzwa akapelekwa kwa Potifa, na alivyopeleka kwa Potifa sura ya 39 kitabu cha Mwanzo, kumbuka kanzu yake ndefu aliyotengenezewa sasa hanayo. Tayari wameichukua, wameiweka kwenye damu, inaonekana ameharibiwa na mnyama, kwa hiyo alivuliwa. Jambo la msingi la kuona kanzu aliyovikwa na baba yake ilivuliwa. Sasa angalia sura ya 39, unakutana na Yusufu kwa Potifa, naye akibembelezwa. Potifa akibembeleza Yusufu aweze kuzini naye, na Yusufu anamkatalia. Mstari wa 11 inasema ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Mstari wa 12 unasema huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema lala nami. Alafu angalia, Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Kwa hiyo unaona mchakato wa pili unatokea. Kwanza amenyang'anywa kanzu yake. Hapa Biblia inasema tu akaiacha nguo yake akakimbia. Most likely, japo Biblia haiko wazi, tunataka kuamini ya kwamba hii haikuwa kanzu, ilikuwa ni joho labda aliyovaa au nguo nyingine aliyovaa. Kinataka uone hatua ya kwanza
amevuliwa joho. Hatua ya pili, amenyang'anywa nguo alizokuwa amevaa. Sura ya 41. Sura ya 41, Yusufu anapoitwa kwenda kwa Farao. Yusufu anapoitwa kwenda kwa Farao kutoka gerezani. Yusufu anapoitwa kutoka kwa Farao kutoka gerezani kuja kwa Farao, angalia jambo lililotokea. Biblia inasema mstari wa 14, Farao akapeleka watu akamuita Yusufu, akamleta upesi kutoka gerezani, akanyoa, akabadili nguo. Unaona, na kuingia kwa Farao. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto. Kwa hiyo unaona mchakato wa 4 tuseme tena, anabadili nguo zake alizokuwa nazo. Kwa nini? Kwa sababu alivyowekwa gerezani alivuliwa nguo tena. Alivuliwa nguo, akabadilishiwa, akapewa nguo za kifungwa. Na alivyopewa nguo za kifungwa akaingia gerezani. Alivyoingia gerezani, unaona alibadilishiwa nguo. Alivyotoka gerezani kuja kwa Farao, akabadilishiwa nguo tena, akapewa nguo nyingine kwenda kwa mfalme ambazo si joho. Nachotaka uone ni kwamba nguo au mavazi yalikuwa yamebeba upako maalum kwa Yusufu, na joho alilovalishwa na baba yake haulioni tena, lakini unakuja kuona matokeo yake kwenye vitu kadhaa ambavyo Yusufu alivifanya, ambavyo nitakwambia muda si mrefu. Lakini ile kwamba joho lile lilivuliwa, ile kanzu ilivuliwa, ikachovya kwenye damu, maana yake ilikuwa ina ishara ya kiroho ya kiagano ambayo imebeba, ambayo unaiona ukija kusoma sura ya 45 kitabu cha Mwanzo mstari wa 8. Yusufu anatuambia nini ile kanzu ilikuwa imebeba, kwa sababu anasema namna hii. Sura ya 45 Mwanzo mstari wa 8, Biblia inasema, basi si ninyi mlionipeleka huku, mliponivua kanzu, mkanichinja mbuzi, mkachovya kanzu kwenye damu, mkanitupa shimoni, haikuwa ninyi mnaonipeleka huku, bali ni Mungu. Alafu anasema kazi 3 kubwa ambazo amezifanya. Naye ameniweka kama baba kwa Farao, na bwana katika nyumba yake yote, na mtawala katika nchi yote ya Misri. Kwa unaona ile kanzu ilikuwa imebeba upako wa Yusufu kuwa baba kwa Farao, Yusufu kuwa bwana kwa nyumba yote ya Farao, Yusufu kuwa mtawala katika nchi yote ya Misri. Mambo 3 makubwa. Baba, maana yake hali ya kiroho ya Misri ilikuwa imebebwa na Yusufu, na kwenye kanzu waliokuwa wamebeba. Kama bwana katika nyumba yote ya Yusufu, ya Israeli, ya Farao, maana yake mmiliki wa mali. Kwa ilikuwa ina jambo la kiuchumi. Kanzu ilikuwa ina jambo la kiuchumi imebeba. Ndio maana kutolewa bure kwa Ishmaeli, aliuzwa. Kama mtawala, maana yake jambo la kiuongozi, kanzu ilikuwa imebeba. Karibu kesho nikuonyeshe mambo kama 5 ambayo yalikuwa yamefungwa na hili vazi la kinabii la kanzu ya Yusufu lenye rangi nyingi. Lile neno rangi nyingi lilikuwa linamaanisha uwezo tofauti ambao Yusufu alikuwa amepewa, na kutokana na hii 45 Mwanzo mstari wa 8 unaona kama uwezo wa aina 5 ambao Yusufu alikuwa amebebeshwa kinabii kwa kuvikwa ile kanzu yenye rangi nyingi. Usikose kipindi cha kesho. Mungu akubariki sana hata tutakapoonana kesho. Amen.